Baada ya jitihada za bure za shetani za kumfanya Yesu atende dhambi, Yesu alirudi Nazareti alikokulia na kufanya kazi ya useremala. Siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Sinagogi ilikuwa nyumba kwa abudia yalikosomwa na kufafanuliwa maandiko kila Jumamosi. Jumamosi ile Yesu alikuwa na tangazo la kutoa. Alisimama ili asome, akapewa chuo cha nabii Isaya. Akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena. Alichosoma Yesu kwenye maandiko ni unabii wa kale kuhusu mfalme wa Masihi atakayeonyesha ulimwengu Mungu alivyo na kuwaokoa wenye dhambi kutoka kwenye utawala wa shetani, dhambi, kifo na jehanamu. Yesu akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi. Na wote waliokuwemo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Majirani wa Yesu walitikiaje dai lake kuwa yeye ndiye Masihi aliyetoka mbinguni kuja kutimiza walioandika manabii kwenye maandiko? Wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi walipoyasikia hayo. Wakaondoka, wakamtoa nje ya mji, wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji wao umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini. Lakini yeye alipita katikati yao, akaenda zake. Yesu alikuwa mtawala. Tofauti na uzao wa Adamu ulioathiriwa na dhambi na kifo, mfalme Masihi aliyetiwa mafuta na Mungu alikuwa na mamlaka kamili. Hakuna aliyeweza kumgusa bila ridhaa yake, lakini yeye aliwagusa.